Na kila sababu sisi kama wanamkuranga, sisi watu wa Pwani wilaya ya Mkuranga, ambao Firdausi Dua Center inapatikana wilaya ya Mkuranga, kata ya Mwandege, ni katika lango kabisa la kuingia wilaya ya Mkuranga au mkoa wa Pwani huko wilaya ya Mkuranga. Tunaye kipenzi chetu, mtetezi wetu, jembe, kiongozi ambaye amekuwa ni kiongozi wa kipekee, amekuwa ni kiongozi ambaye toka dunia imekuwepo, ni kiongozi ambaye ana uwezo wa kufanya hadhara ya kutembelea kata zisizopungua 10 ndani ya siku moja. Huyu ni mwamba Mheshimiwa Abdallah Hamisi Ulega, ambaye ni kipenzi cha watu wote. Hakuna mwanamkuranga wa aina yoyote anayejielewa na kujifahamu na kujitambua akamsemea vibaya au asione mchango wake mkubwa Mheshimiwa Abdallah Hamisi Ulega. Napomsema Ulega, ijulikane kwamba pia ndio waziri na lakini pia ndio mwenye dhamana ya waziri wa ujenzi, yani ujenzi, yeye ndio mwenye dhamana. Na Rais Daktari Mama Samia Suluhu Hassan hakukosea kumchagua huyu mtu. Wiki tunasema kwamba toka ameteuliwa huwa ni waziri wa ujenzi, mwaka hana, lakini hebu tizama mazuri ambayo anayafanya. Hebu tizama hii njia ya Magara, tizama barabara za vichochoroni, tizama namna anavyozidi kuyafanya makubwa, namna vijana wanasema kwamba anaupiga wingi. Kwa hiyo Mheshimiwa Abdallah Ulega, sisi kama wanamkuranga, mimi kama mkurugenzi wa Firdausi Dua Center, kituo cha dua pamoja na kulea mayatima, tuko na wewe na huyu Mheshimiwa Abdallah Ulega, tutakuwa tunamuombea dua, yani kila siku tutakuwa tunamuombea dua kwa sababu anayafanya mambo makubwa sana. Na insha Allah watu wa mkoa wa Pwani, watu wa wilaya ya Mkuranga, mbunge wetu huyu Mheshimiwa Abdallah Hamisi Ulega, maadamu anajitoa, maadamu ameaminiwa na anapendwa, amekabidhiwa dhamana ya waziri wa ujenzi na Mheshimiwa Daktari Mama Samia Suluhu Hassan, wallahi tutegemee mazuri kwamba yajayo yanafurahisha, yajayo ni neema tu, yani bandua bandika. Kwa hiyo neema zinakuja katika wilaya yetu ya Mkuranga. Tumuombe sana dua Mheshimiwa Abdallah Hamisi Ulega, ambaye naye sifa zake ni nyingi sana, nikisema nianze kuzisema mazuri yake aliyokuwa nayo, kusema tuanze kuyasema hatuwezi kuyamaliza, ila huyu ni waziri wa kipekee ambaye anaweza kutembelea kata 10 ndani ya siku moja. Ni waziri wa kipekee ambaye halali kwa sababu ya watu wa Mkuranga, anakesha kwa sababu ya wakazi wa Pwani, ya wilaya wote ya Mkuranga, mkoa huu wa Pwani, anapambana ala kuli hali, mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa. Kwa hiyo hawa watu nao pia tutakuwa tunawafanyia dua. Kwa hiyo atakayecheza nao tunasema asije kutuuliza, kwa sababu watu hawa tunawakabidhi ndani ya mikono yake Mwenyezi Mungu, tunawakabidhi mbele yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, na Allah Subhanahu wa Ta'ala atasikia dua zetu, atasikia kilio chetu. Tuna haki ya kuombea hata pia mufti wetu Abubakar bin Zubair bin Ali Bwana, kiongozi wa Uislamu, mzee wetu huyu, naye ametoa hilo tamko kwamba tumuombe sana dua rais wetu Daktari Mama Samia Suluhu Hassan. Lakini pia tuko na uchaguzi ambao huko mbele yetu, tuna haki sana ya kuombea huo uchaguzi. Amani hii tuliyokuwa nayo ni kwa sababu nchi yetu inaongozwa na mama yetu Daktari Mama Samia Suluhu Hassan, ambaye ni kiongozi anayesimamia amani. Kwa hiyo pia uchaguzi na wenyewe tutakuwa tunauombea, na tunaposema kumwombea rais kana kwamba tunajipendekeza au kuwaombea viongozi wetu kwamba tunajipendekeza, imekuwa ni nzuri kwamba sisi hatumsemei mtu mambo mazuri mpaka afe, ila mimi namna nilivyolelewa, mtu akifanya zuri basi namwambia, na akifanya, ukiona mtu anakuambia madhaifu yako, huyo anakupenda. Lakini ukiona unafanya mazuri, mtu hakuambii, ukifanya baya anafanya kusifia, huyo ni mtu mbaya. Kwa hiyo inshallah Mwenyezi Mungu ajalie kila la kheri. Nisiwachoshe sana, nadhani maneno yangu haya yawe ni mafupi ya kuweza kusikika na watu wafikishiwe habari hivi namna ilivyo, kwamba Firdausi Dua Center, kituo cha dua pamoja na kulea mayatima, kwa msimu huu wa mwezi mtukufu Ramadhani, tutadua ambayo inaambatana na iftari. Kila siku tuna daftari ya watu 400 mpaka 500, tunafuturisha baada ya iftari, tunakuwa tuna dua kubwa ya kumwombea hususan ni rais wetu na wasaidizi wake wote, na kuiombea amani nchi yetu, na kuombea wazee wetu wote, wazazi wetu ambao washatangulia mbele za haki, lakini pia kumwombea sana Mheshimiwa Abdallah Hamisi Ulega, ambaye pia ni waziri wa ujenzi. Kwa hiyo hawa watu tunaombea dua kwa inshallah, na kukaribisheni sana. Lakini pia tutakuwa tuna ziara mbalimbali za kutembelea Mosaridi, watembelea
vituo vya mayatima mbalimbali, kuweza kwenda kusupport katika kile ambacho Mwenyezi Mungu atakuwa anatujalia. Lakini sio Dar es Salaam tu, hata hivi karibuni inshallah ndani ya mwezi huu wa 3 tutakuwa tuna ziara kubwa katika ardhi ya Arusha, pale mkoa wa Arusha. Tutaandaa iftari, event ya iftari ya watu wasiopungua 500 inshallah, na tunataraji Mungu atujalia mgeni rasmi atakuwa ni mkuu wa mkoa wa Arusha